mtambo wa kutengenezea barabara aina ya Caterpillar wenye namba za usajili Z223 MK mali ya kampuni ya utengenezaji wa barabara ya Iris, ambao mtambo huo ulikuwa ukiendeshwa na Emmanuel Malimi Robert mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa Wawi. Yeye ni Msukuma, akiwa anaendesha kwa kurudi nyuma eneo lenye mteremko mkali, alishindwa kuudhibiti mtambo huo na kusababisha kuelekea nyuma na kupelekea kugonga nyumba ya bwana Abdalla Juma mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa Maweni, na kupelekea nyumba hiyo kubomoka na kusababisha vifo vya watu wawili pamoja na majeruhi wawili. Waliofariki ni mtoto Abdalla ana umri wa miaka 4 pamoja na Musa Abdalla ana umri wa miaka 3, wote watoto wa familia moja, wote wakazi wa Maweni. Walifariki baada ya kupata maumivu mwilini mwao. Majeruhi ni Yusra binti Musa Abdalla, yeye na umri wa miaka 20, ambaye ni mama wa marehemu. Yeye alivunjika mguu wa kushoto na amelazwa katika hospitali ya Bela Mzee akipatiwa matibabu. Majeruhi wa pili ni baba wa marehemu aitwaye Abdalla Juma, yeye alipata maumivu mgongoni mwake. Miili ya marehemu imefanyiwa uchunguzi wa kitabibu na kukabidhiwa ndugu kwa ajili ya mazishi. Dereva gari hiyo jeshi la polisi tunamshikilia kwa ajili ya hatua zingine za kisheria. Chanzo cha ajali hii ni uzembe wa mwendesha mtambo huo, kushindwa kuchukua tahadhari na vile vile kutokuwa mzoefu na kuendesha mtambo huo. Majeruhi hali zao zinaendeleaje? Watoto wawili wamefariki. Mtoto mmoja yupo hai. Baba naye yupo hai, naendelea vizuri, vipimo vinaonyesha hawajapata athari yoyote kubwa. Wao washaruhusiwa kurudi nyumbani. Ila mama yupo amelazwa na amepata kuvunjika mguu wa kushoto. Mashahidi majirani kutoka maeneo ya hapa wanazungumzia ushuhuda wao. Sisi ilikuwa tumelala kabida saa 8 hivi, tukasikia kishindo kikubwa, yani kinatokea juu kujia huku chini. Tukaamshana, vipi huku kuna nini kwa mwenzetu? Yani sisi tulifikiria kama ni moto, maana ndo kulikuwa kama na joshi fulani ile gari. Tukatoka hapa, baada ya kutoka tukasikia la ilaha illallah Muhammad rasulullah, tukaamshana majirani, jamani mwenzetu kashafikwa na matatizo. Nikakimbia nimefika kweli, nikakuta gari imeingia ndani na kuna vitoto viwili vimelazwa pale ambavyo vilisadikwa hapo vimekufa. Tukatoka mkoani usiku huo, tukaja, tulivyokuja tumekuta tayari watoto wawili wamefariki, wamewekwa pale. Upande wa mkandarasi tulikaa nao asubuhi ya leo kwa tukio hili hadi lilivyojitokeza tukio, na tumekubaliana kwanza kufanya replacement ya hii nyumba, kuhakikisha wanajenga nyumba nyingine.